Wakaribisha kwa ajili ya mashindano ambayo yanaanza siku ya kesho, ambayo ni Road to BAL, ambayo yatafanyika hapa kwenye viwanja vya shule ya kimataifa ya Dar es Salaam, shule ya kimataifa ya Tanganyika ambayo iko Dar es Salaam. Na mashindano yatashirikisha timu ya Dar City kutoka Tanzania, lakini na timu kutoka Komoro na timu kutoka Uganda, kwa vile wenzetu wa Burundi wameshindwa kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu, watashindwa kuja. Lakini kifupi ni kwamba mashindano haya ni preliminary round, ambayo timu mbili zitakazoshinda zinakwenda kwenye round of 16, ambayo aidha itachezwa Kenya ama Afrika ya Kusini, na atakayeshinda hapo nafikiri kuna timu kama 4 hivi ambazo zitakwenda kwenye robo finali. Kwa hivyo hili sio jambo dogo kwa sisi wapenzi wa mchezo wa basketball kuona mashindano ambayo yanajumuisha timu za mataifa mengine yakichezwa Tanzania. Sio jambo ambalo mimi nalizoea. Imeshatokea mara kadhaa hapa kwa juhudi za uongozi wa Dar City, na bado ilikuwa inanishangaza idadi ya watu waliokuwa wanajitokeza na kuja kuenjoy mchezo huu, lakini hali kadhalika burudani ambayo ilikuwa inatolewa na viwango vya timu. Kwa hivyo hii ni fursa nyingine kwa Watanzania kujionea kwa macho yao mchezo huu mzuri ambao unahusisha timu za mataifa mengine ukichezwa hapa Dar es Salaam. Lakini kubwa ni kwamba mimi kwangu hii ni personal, na mimi kama mpenzi wa mchezo wa mpira wa kikapu nafurahia jinsi ambavyo tumeweza kutengeneza timu ya Tanzania ambayo imehusisha wachezaji wa kiwango hiki ambacho Dar City nao. Mimi nimehudhuria session ya mazoezi hapa, nije nijionee mwenyewe, nisione tu zile highlights kwenye mitandao, nije nione mwenyewe, na nimeridhishwa sana na kiwango chao. Kusema kweli, katika group zote ambazo tumewahi kuwa nazo za timu ambazo tumewahi kutengeneza, nafikiri hii ni bora kuliko zote ambazo zimewahi kutokea. Na kwa fursa hii nitumie kuwapongeza viongozi wa Dar City kwa kuweza kukusanya vijana hawa na kukusanya ukubwa wa timu hii. Kwa kutenga muda wako ili kuja kuungana nasi wana Dar es Salaam katika kuhabarisha wananchi kwa ujumla kuhusiana na utamu huu wa mchezo wa kikapu. Aidha, nitumie pia nafasi hii kumshukuru tena kwa dhati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Mnafahamu historia kubwa sana ya ndugu yangu Captain, na mnafahamu pia historia kubwa sana pia ndugu yangu Mwana FA ambaye ni naibu wetu waziri. Wote hawa ni matunda mazuri sana kutoka kwenye mikono ya Mheshimiwa Rais. Na mimi nakiri kwamba wasingalikuwepo hawa, very likely kwamba hata pengine kiwango cha michezo katika taifa letu na hasa katika huu mchezo wa kikapu pengine usingelikuwa hivi ulivyo leo. Mimi nishukuru sana kwa sababu nimepokea simu ya naibu waziri kuniomba niwe naye hapa leo, na anafahamu kwamba mimi bado najifunza zaidi katika sekta hii kubwa ya michezo. Lakini jambo zaidi la tatu ni kushukuru sana organizers wote wa Dar City. Dar City ni timu kubwa na ambayo leo mnaona imekuwa na kocha wa kigeni, kocha kutoka mataifa ya nje. Tumezoea timu hizi nyingi zinakuwa na makocha wa hapa au makocha wapi, lakini hii ni ishara kwamba timu inakuwa na kwamba inafikia katika sura ya kuwa ni timu ya kimataifa. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kushukuru sana kwa namna ambavyo mnajiorganize wenyewe, lakini kwa namna ambavyo pia mnaweza mkawa sehemu kubwa sana ya kupeperusha bendera ya ushindi kwa taifa letu. Na kama ambavyo pia Mheshimiwa Naibu Waziri wetu amezungumza, nami nishindirie tu kwamba mchezo huu wa kikapu katika mkoa wetu wa Dar es Salaam ni mchezo ambao bado haujawa na wapenzi wengi sana. Na kwa mantiki hiyo, kwa mchezo huu kufanyikia hapa kwetu Dar es Salaam IST School ni kigezo kikubwa sana cha kuwataka sasa ama kuwaomba Watanzania na hasa wa Dar es Salaam wafike kwenye uwanja huu wa shule ya kimataifa Tanganyika waweze kushuhudia mashindano haya ambayo yamekushazungumzwa vizuri sana na Mheshimiwa Naibu Waziri. Kesho jioni. Nikisema kesho jioni, mnafahamu kwamba leo ni tarehe 10 ngapi jamani? Leo ni tarehe 16. Kwa nikisema kesho jioni na maanisha tarehe 17 ya mwezi wa 10 mwaka 2025.
wanahabari, habari asubuhi wa Tanzania, habari za asubuhi viongozi. Napenda kuwakaribisha katika press conference hii ambayo inahusisha Dar City, tukiwa tunaelekea kwenye michuano ya Road to BAL ambayo ni Basketball Africa League. Ni ligi ambayo iko chini ya NBA, ambayo inahusisha club mbalimbali za basketball hapa Afrika. Ni ligi ambayo imeanza sasa hivi na tunaenda mwaka wa 6, na sisi kama Dar City tumepata nafasi ya kuweza kushiriki. Miaka miwili nyuma hatujafanya vile tulivyotaka, ila tuko katika stage ambayo tunaelekea katika mwelekeo mzuri, na tunajiandaa sasa hivi tuko katika mazoezi ya mwisho. Kuna siku moja ambayo mpaka games ianze. Sikuwa nimejiandaa kwa ajili ya kuongea, ila ningependa tu kuwakaribisha wadau na watu wengi waweze kujitokeza kuja kutusupport sisi kama Dar City, sisi kama Watanzania. Ni hayo tu kwa leo, na pia ningependa kinayofuata nadhani ni kuwatambulisha watu waliopo hapa. Tutaanza na coach hapa. Huyu ni head coach wetu, anaitwa Coach Pabi kutoka Senegal. Atakuwa karibu sana na sisi. Tayari ameshakuwepo nchini kwa karibia wiki 2. Ameweza kushuhudia wakati tumecheza mechi za ligi tukashinda championship, kwa hiyo ameweza kutuangalia kwa muda kidogo, anajua nini tunahitaji kufanya.